الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu juu ya suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo dini waliokuja nayo mitume wa Allah, na ndiyo sababu ya kupata mafanikio mbele ya Allah azza wa jalla. Ayuha almu'minuna ibadallah, Allah azza wa jalla katika Qur'an amewasifu waumini kwa sifa nyingi, kwa sifa mbalimbali zilizokuwa nzuri, lakini miongoni mwa sifa hizo Allah amewasifu kwamba wao ni wenye kutoa katika mali zao. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika vile ambavyo tumewaruzuku katika mali wanavitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wanavitoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya nyingine Allah alipokuwa akiwasifu wacha Mungu ambao ndio hao waumini, akasema wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, na katika mali zao hawa wacha Mungu, katika mali zao kuna haki wanayoitoa kwa ajili ya wale wenye kuomba na wale waliojizuia kuomba. Wao wanatoa haki hiyo katika mali zao, wanawapa wale wanaohitajia sawa sawa wameomba au hawajaomba. Hiyo ndiyo sifa ya waumini katika sifa zao kubwa. Hiyo ni moja katika sifa zao. Lakini pamoja na hivyo, kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika jambo kubwa na lina fadhila kubwa, pamoja na kwamba ni katika amali za waumini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mathalu ma yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mfano wale ambao wanazitoa mali zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanazitoa mali zao katika kuendeleza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanatoa, wanajenga misikiti, wanajenga madaris, wanawasaidia mashekhe na maustadhi, wanawasaidia wanafunzi wanaosoma ilmu, wa hakadha. Wale ambao wanazitoa mali zao katika njia ya Allah, ile mali wanayoitoa kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, ni kama mfano wa punje
iliyooteshwa kisha ikatoa matawi 7, fi kulli sumbulatin 100 habba, ikatoa mashuke 7, katika kila shuke moja kuna punje 100. Ndio mfano wa wale wanaotoa mali zao katika njia ya Allah, malipo wanaoyapata, kwa maana wanalipwa kwa kile wanachokitoa mara 7, mara 700 mfano wake. Ni kama mfano wa mti uliooteshwa kisha mti ule ukatoa mashuke 7, kila shuke likatoa punje 100. Ndio mfano wa mtu aliyetoa mali yake katika njia ya Allah. Manake mali hiyo imekuwa Allah ameikuza mpaka Allah anamlipa zaidi mpaka mara 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, na Allah anamzidishia mtakaye zaidi ya hiyo mara 700. Wallahu wasi'un alim. Hizo ni katika faida za wale wenye kutoa mali zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale wenye kuzuia mali zao kutoa, Mtume sallallahu alayhi wasallam anataja katika hadithi kama ilivyokuja katika sahih kwamba kila siku asubuhi huteremka malaika wawili kuwaombea dua wale wenye kutoa mali zao Allah wazidishie. Husema malaika, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ewe Allah mpe yule aliyetoa mali yake, mpe badala iliyokuwa nzuri, na yule anayezuia hatoi mali yake, hatoi katika njia ya Allah, hatoi kuwapa masakin, malaika mwingine humuombea, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ewe Allah mpe huyu aliyezuia mali yake aharibikiwe, apate hasara, apoteze mali. Kwa hiyo kutoa katika njia ya Allah ni jambo kubwa, na ni katika amalul mu'minin, katika matendo ya waumini. Na waislamu wanatakiwa wawe ni harisina ala dhalik, wenye kukupia katika jambo hilo, kutoa mali zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaidie dini ya Allah azza wa jalla, wawasaidie wale ambao wanasimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watoe mali zao kusimamia vile ambavyo kwa sababu yake dini ya Allah inatangazwa. Wajenge misikiti, wajenge madaris na mfano wa vitu kama hivyo. Hivyo ndivyo mali za waumini zinavyotumika. Hivyo ndivyo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walivyozitumia mali zao. Hawakutumia mali zao katika mambo ya anasa na upuuzi, bali walizitumia mali zao katika kuendesha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين. ndugu zangu katika imani, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walizifahamu aya za Allah na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yanayohimiza watu kutoa mali zao, na wakawa wakweli katika jambo hilo, wakatoa mali zao. La yakhafuna alfaqra, hawaogopi ufakiri, kwa sababu wanajua wanatoa kwa ajili ya Allah ambaye ni alghaniyu, ni tajiri, ni mkwasi, anawapa waja wake Allah na wala hakipungui chochote katika ufalme wake. Kwa hiyo hawakuogopa masahaba kutoa mali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisoma katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Tabuk, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitangaza vita vya Tabuk, kisha akatangaza wale wenye uwezo wawasaidie wasiokuwa na uwezo. Abu Bakari Siddiq akaja na mali yake yote
akatoa mali yake yote kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kuliandaa jeshi kwenda kupigana jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka mtume anamuuliza Abubakar, umewaachia nini watu wako nyumbani? Abubakar yasema, nimewaachia Allah na mtume wake. Akaja Umar ibn al-Khattab, fa anfaqa bi nisfi malihi, akatoa nusu ya mali yake, nusu ya mali yake akaitoa kwa ajili ya Allah. Mtume anamuuliza Umar, umewaachia nini watu wako? Asema, nimewaachia nusu ya kile nilichokileta, kwa maana nusu nimeleta huku na nusu nimebakisha kwa wao. Na wakaja masahaba wengine wakatoa mali nyingi, akina Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, akina Talha ibn Ubaidillah, akina Abdurrahman ibn Auf, na wengine akina Asim ibn Adi. Asim ibn Adi alitoa makapu 900 ya tende, alitoa 90 wasqan, makapu 90 ya tende. Wasqi moja inabeba takriban kilo 60. 60 mara 90 ndiyo aliyoitoa Asim ibn Adi. Anaitoa mali yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya mujahidun fi sabilillah. Uthman ibn Affan, wama adraka ma Uthman ibn Affan, rajulun sakhaun kana yastahi minhu almalaika. Uthman ibn Affan akatoa ngamia 300 waliokamilika na silaha zake na matandiko yake na kila kitu chake ambacho mujahid fi sabilillah anamtumia kwa ajili ya kwenda jihad. Lakini si hivyo tu, akatoa mali yake. Hakuna aliyetoa mali siku hiyo kama Uthman ibn Affan, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma dharra Uthman ma amila ba'da al-yawm, hakitomdhuru chochote Uthmani kwa kile alichokifanya siku ya leo. Uthmani hatadhuriwa na kitu chochote kile baada ya siku ya leo. Hao ndio masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Hao ndio wanaume ambao walikuwa wakweli katika yale ambayo wamemwahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Aina nahnu haulai sakhaun, tuko wapi sisi na amali za masahaba waliokuwa wakitoa mali zao? Wako wapi leo mfano wa watu wa Abubakar Siddiq? Wako wapi mfano wa watu kama Uthman ibn Affan? Watu wamekuwa mabakhili, wanaogopea ubakhili, wanaogopea ufakiri, wamekuwa wachoyo, hawatoi mali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Misikiti ya Waislamu ukiona ni dhaifu, kama ambavyo kana kwamba watu hawaswali. Misikiti imetelekezwa, haifanyiwi khidma yoyote. Madaris za Waislamu ukiziona unasikitika, kana kwamba si madaris za Waislamu, kana kwamba hakusomeshwi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Waislamu wapo na mali wanazo, lakini ni mabakhili, hawatoi mali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utatoa kwenye nini wewe Muislamu mali yako kama huitoi kwa ajili ya Allah? Kama hutoi mali yako kwa ajili ya kuendesha mbele dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, utaitoa kwenye nini? Hivi unadhani ukitoa kwenye mambo mengine ya kipuzi yasiyokuwa dini ya Allah ndio utafanikiwa? Hakuna utakachopata zaidi ya khasara. Ma indakum yanfad wa ma inda Allah baq, vile mlivyo navyo mifukoni mwenu na kwenye majumba yenu na kwenye akaunti zenu, hayo yote ni yenye kumalizika. Mkifa nyinyi na habari zake zimekwisha kwenu, lakini yale mnayoyatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hayo ndiyo yenye kubaki, na hayo ndiyo ambayo yatawanufaisha ninyi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na si kitu chengine. Si ubakhili katika mali. Ubakhili katika mali haukunufaishi, bali utakupa majuto mbele ya Allah na hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu tunatakiwa tubadilike. Mwenye kingi atoe kulingana na nafasi yake, na pia mwenye kichache naye atoe kulingana na nafasi yake, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili ya kuendesha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Misikiti ijengwe, misikiti mikubwa mizuri ijengwe,
tusijenge visikiti vidogo, watu wa 10, 15 msikiti ushajaa, wakati Waislamu wana uwezo wa kujenga misikiti zaidi ya hivyo. Madarisi zijengwe, watoto wasome Qur'an, wasome hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashekhe wasaidiwe, wapewe mali mashekhe, wasomeshe dini ya Allah wakiwa na utulivu. Maustadhi walipwe. Lakini leo Waislamu wanapeleka watoto madrasa, hata ada ya madrasa hawalipi, shilingi 2000, kisha wanakaa wanasoma ustadhi. Ama ustadhi wanapenda pesa hawa, ustadhi wanapenda pesa hawa, lakini kwenye mambo yao, kwenye maharusi yao, kwenye masherehe yao, kwenye kadha wa kadha na mambo mengine ya kipumbavu, watu wanatoa mali, wala yubalun, wala hawajali, bali wanashindana katika mambo hayo. Ndugu zangu katika imani, na wahusia na kuwanasihi kama ambavyo nainasihi nafsi yangu na kuihusia nafsi yangu, turudini nyuma, turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mali alizotupa Allah tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hautanyanyuka unyayo wa mtu yoyote siku ya kiyama hata yusala an malihi, mpaka ulizwe kuhusiana na mali yake, ameichuma vipi na ameitumia vipi. Kwa hiyo fa'iddu lis-su'ali jawaba walyaqul al-jawabu sawaba. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimis salah.